Kwa majina naitwa Musa Abdillahi, mtoto wa Abdillahi Musa almaruf Banjo. Baada ya jana kutoa taarifa kwenye vyombo vya habari, usiku tulipokea simu na kupata taarifa kwamba kuna mwili wa mwanaume ulitupwa Bereko, Kondoa. Tukafanya taratibu za kuja kukagua kama ni wa mpendwa wetu. Kwa bahati mbaya tumekuta ni yeye, na mwili ulitupwa katikati ya pori ambapo tumekutana jeraha kichwani, macho pia hayako kwenye hali nzuri, mkono umevunjika. Na sasa tuko hapa kwa Bereko tunafanya process za kuweza kuchukua mwili wetu wa mpendwa wetu, baba yangu Abdillahi Musa Banjo, na kuanza taratibu za mazishi ambazo zitafanyika kesho Arusha Sanawari saa 7 mchana. Nimepokea kwa masikitiko na majonzi makubwa. Roho inaniuma sana. Baba yangu amezulumiwa haki yake ya kuishi, amenyang'anywa uhai wake na watu ambao hawajulikani mpaka sasa ni kina nani, na kuja kutupwa katikati ya msitu. Asante sana watu wa Kondoa na Bereko kwa kutupa msaada wa taarifa na mapokezi na kutusaidia kuratibu taratibu zote zinazoendelea hapa. Nimefika ndio eneo la tukio. Wamenionyesha mahali mwili ulikuwa umelala ukiwa hauna kiatu, mguu mmoja, na vitu vingine pia havikuwepo, pamoja na mengi tu. Tumemkuta na nguo zake alizokwenda nazo mazoezi. Baba ameacha watoto 3. Kwa mtu yoyote anayemfahamu anajua alikuwa ni baba wa namna gani. Ni baba mwenye upendo sana, ni rafiki yangu. Tamkumbuka kwa mengi. Sina cha kusema zaidi ya kumwomba Mungu anitetee kwenye hili, awaumbue waliofanya hili, maana sidhani kama nitapata msaada, na kama nitapata msaada popote nitashukuru, lakini baba yangu amezulumiwa haki yake ya kuishi bila sababu ya msingi yoyote. Mpaka usawa tukio ni kama kilomita 4 mpaka 5. Ni watu wenye ujuzi, maana eneo hilo, huu ni mwili wa 3 kwa taarifa tulizopokea, ni mwili wa 3 unatupwa eneo hilo. Mwaka 2023 ulitupwa mwili, mwaka 2024 pia ulitupwa mwili, na mwaka 2026 umetupwa mwili wa baba yetu kipenzi. Banjo ni mtu wa watu sana, ni rafiki kwa jamii, ni mtetezi kwa wengi, ni mtu wa watu. Simu yake ya mwisho aliniambia anamalizia mazoezi nikupigie. Hajapiga tena. Kwa kuwa ni kazi yao na ni mamlaka yenye uwezo wa kufanya jambo hili, pia tutapokea msaada kutoka kwao. Waendelee na uchunguzi wa kina, maana iko wazi ni amezulumiwa, nafsi yake amekatiliwa. Baba yangu ni mchimbaji wa madini na hana kuzulumu mtu yoyote, hajawahi kuzulumu mtu yoyote kwenye swala la biashara, na ni biashara pekee au kazi pekee aliyokuwa anafanya. Msibani utakuwa Sanawari maduka matatu. Ukifika Sanawari mataa, ukiulizia Sanawari maduka matatu au kwa Banjo ni rahisi kufika. Tutamlilia Mungu. Banjo alikuwa ni mtu wa swala siku za mwishoni. Alikuwa ni mtu wa kuswali swala 5. Tutamlilia Mungu na hatakaa kimya. Na imani Mungu hatakaa kimya, maana anaona mwenyewe kwamba amezulumiwa uhai wake.